Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa Cuba haitapokea tena mafuta wala fedha kutoka Venezuela, akidai kuwa uhusiano huo ulikuwa ukihusisha huduma za kiusalama kwa tawala za kidikteta za Venezuela. Kupitia ujumbe wake kwenye mtandao wa Truth Social, Trump alisema kuwa kwa miaka mingi Cuba ilikuwa ikiishi kwa misaada ya mafuta na fedha kutoka Venezuela. Kwa mujibu wake, Cuba ilitoa huduma za usalama kwa marais wawili wa mwisho wa Venezuela kama sehemu ya makubaliano ya kisiasa na kiusalama. Trump pia alidai kuwa wengi wa raia wa Cuba waliokuwa wakihusika katika masuala ya usalama wamefariki kutokana na mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani, jambo ambalo kwa mujibu wake limeifanya Venezuela kutohitaji tena ulinzi kutoka Cuba. Aidha, Trump alisema kuwa sasa Venezuela inalindwa na Marekani, akisisitiza kuwa jeshi la Marekani ndilo lenye nguvu zaidi duniani. Aliongeza kuwa Marekani iko tayari kuilinda Venezuela dhidi ya makundi aliyoyataja kama wahuni na waporaji. Katika kauli yake, Trump alisisitiza kuwa hakutakuwa tena na mafuta wala fedha zitakazotumwa kwenda Cuba, akisema hatua hiyo ni ya mwisho kabisa. "Ninashauri sana wafanye makubaliano kabla haijawa kuchelewa sana," alisema Trump, akionya kuhusu athari za kisiasa na kiuchumi kwa Cuba. Kauli hiyo imezua mjadala mkubwa katika mitandao ya kijamii, huku watu mbalimbali wakitoa maoni yao wakisema kuwa inaweza kuathiri mahusiano ya kidiplomasia kati ya Marekani, Cuba na Venezuela katika siku zijazo. Kauli ya Trump inafuatiwa na kile ambacho kilitokea siku za hivi karibuni baada ya Marekani kuweza kufanikiwa kumteka nyara rais wa Venezuela Nicolas Maduro, ambapo waliweza kumchukua kwenye ikulu ya Caracas baada ya kuweza kufanikisha operation nzito ambayo ilipewa jina la Mkuki wa Kusini, ambapo rais wa Marekani Donald Trump alijigamba sana kwa uwezo wa vikosi vya Marekani vya kuweza kufanya operation nzito ambazo alidai kwamba hazijawahi kufanyika duniani kote. Sasa Trump ametishia kusitisha huduma zote ambazo Venezuela ilikuwa inaipa Cuba, hususan huduma za mafuta na fedha ambazo Cuba walikuwa wananufaika kupitia makubaliano ambayo walikuwa wameyasaini, lakini vile vile Cuba walikuwa wanahakikisha ulinzi kwa marais wawili waliopita. Hapa nikimzungumzia Hugo Chavez pamoja na rais ambaye ameondolewa madarakani ambaye ni Nicolas Maduro, ambaye alikuwa akilindwa na Cuba, huku wanajeshi 32 ambao walikuwa wanamlinda rais Nicolas Maduro, wote wakiuawa katika shambulizi la Marekani. Basi kwa taarifa zijazo zaidi, mtazamaji, endelea kuwa nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.